Usiku ambapo Iran iliandika historia kwa moto na Israel ikatulia kimya. Walizama kimya, dunia ikadhani wamekufa moyo. Vikosi vya Israel vilipoingia anga ya Tehran, walidhani wameshinda. Saa 48 baadaye, anga lililipuka. Ramani ya Mashariki ya Kati ikatetemeka. Iran haikutuma vitisho, ilituma ukweli. Zaidi ya makombora 300, drones zisizoonekana zikiruka baharini. Teknolojia ya siri iliyoifanya Marekani kaikimya, dunia ikakubali. Kumbe Iran si hadithi tu, ni historia inayojibu kwa moto. Hii sio taarifa ya kawaida, ni makala ya dakika 30 inayoonesha siri za kivita za Iran, kosa kubwa la Israel, na ushahidi kuwa Mashariki ya Kati haipo tena kama tulivyodhani. Angalia makala kamili sasa hivi kwenye YouTube kupitia channel yako pendwa Hubah Online TZ. Link nitaweka chini. Kauli ya mwisho ya kushikilia akili. Ulikuwa unadhani Iran ni mdogo? Subiri uione katika makala hii na usahau unavyodhani unajua kuhusu vita. Usiku ambapo Iran iliandika historia kwa moto na Israel ikatulia kimya. Walizama kimya, dunia ikadhani wamekufa moyo. Vikosi vya Israel vilipoingia anga ya Tehran, walidhani wameshinda. Saa 48 baadaye, anga lililipuka. Ramani ya Mashariki ya Kati ikatetemeka. Iran haikutuma vitisho, ilituma ukweli. Zaidi ya makombora 300, drones zisizoonekana zikiruka baharini. Teknolojia ya siri iliyoifanya Marekani kaikimya, dunia ikakubali. Kumbe Iran si hadithi tu, ni historia inayojibu kwa moto. Hii sio taarifa ya kawaida, ni makala ya dakika 30 inayoonesha siri za kivita za Iran, kosa kubwa la Israel, na ushahidi kuwa Mashariki ya Kati haipo tena kama tulivyodhani. Angalia makala kamili sasa hivi kwenye YouTube kupitia channel yako pendwa Hubah Online TZ. Link nitaweka chini. Kauli ya mwisho ya kushikilia akili. Ulikuwa unadhani Iran ni mdogo? Subiri uione katika makala hii na usahau unavyodhani unajua kuhusu vita.